Kanisa nchini zinatoa shinikizo kwa serikali ya kitaifa kulipa mabilioni ya fedha ambazo hospitali hizo zinadai mamlaka ya bima mpya ya afya ya SHA. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha afya cha NCCK kilichoko mkabala na hospitali ya Jumuiya Friends katika eneo la Kaimosi kwenye kaunti ya Vihiga, katibu mkuu wa muungano wa makanisa nchini NCCK Chris Kinyanjui ameeleza wasiwasi wake kuhusu utoaji wa huduma katika hospitali zinazomilikiwa na makanisa kutokana na deni kubwa wanalodai serikali. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali za jumuiya nchini Nick Nyaga ametaja uzinduzi wa kituo hicho cha afya cha NCCK kuwa na umuhimu mkubwa kwa jamii za eneo la Kaimosi, ikizingatiwa kuwa hospitali ya Jumuiya Friends ambayo hutegemewa pakubwa kwenye eneo hilo itakuwa ikitoa huduma kwa wagonjwa wanaolazwa tu. Tumekuwa na mikutano na waziri Nakumincha na yule waziri yako hapa saa hizi. Tumekuwa na mikutano mingi na PS na pia na rais mwenyewe, tukisema kwamba sisi kama watu wa dini tuna provide 40% of the health services in the country, na kwa wakati huu SHA na NHIF wako na deni kubwa sana ya mahospitali yetu, karibu bilioni 10. Na hiyo deni tungeomba ministry ama SHA iweze kuilipa kwa haraka iwezekanavyo ili shughuli za kiafya ziendelee. SHA arrangement level 5 hawezi shughulikia outpatients. Sasa hizi outpatient services ni zile za referral from the lower levels, level 2, level 3, level 4, na kwa wingi inakuwa kama ni laboratory investigations yani, lakini sio consultation. Kwa hivyo tuliona kwamba watu wa hapa watataabika kutafuta outpatient services. Ndio tukaamua tuanzishe hii NCCK Health Center. Kanisa la Friends Church linashirikiana pamoja na NCCK kwa ajili ya kuleta huduma ya afya hapa chini, na nina uhakika kwamba huduma hii itaenda hatua kubwa sana kwa kuweza kuleta mafanikio ambayo ya kuleta afya bora, sababu watu wakiwa na afya bora then kunakuwa pia na wakati wa kuweza kufanya kazi kwa bidii. Mtazamaji